Kwanza ni washukuru wananchi ambao umejitokeza na wanachama wa Chadema ambao umejitokeza kwenye kesi hii ya leo ya ndugu zetu ambao wanashitakiwa hapa mahakama ya wilaya ya Bunda. Mimi na mambo machache tu ya kuzungumza kama mawili. Jambo la kwanza ni kuiambia ofisi ya DPP kama ambavyo mwanzoni nilizungumza, na huo ndio msimamo wangu mpaka leo. Vijana walioko gerezani, vijana waliopo kwenye kesi hii, watu wote walioko kwenye kesi hii wapo kwenye kesi hii kwa misingi ya chuki ya wanasiasa, na kuna mikono ya wanasiasa kwenye kesi hizi. Hii kesi iliyoko Bunda na kesi ambazo ziko Tarime. Ukitaka kuona kwamba kuna mikono ya wanasiasa, utaona kwenye kesi hii kuna watu 9 wameachiwa. Watu 9 walioachiwa kwenye kesi hii, watu 7 wanatoka kata ambako wanatoka Wasira. Watu 7. Watu 2 peke yake ndio hawatoki kwenye kata ya Kabalimu. Maana yake ni nini tunayoitafasiri? Tunatafasiri kwamba Wasira aliamua kuondoa watu ambao wako kwenye kata yake na akaacha watu wengine ambao hawako kwenye kata yake. Humu ndani kwenye hii kesi ambayo tulikuwa tunaisikiliza leo, kuna wanachadema 3 ambao wako kwenye hii kesi. Watu wengine wote ni wana CCM. Lakini hawa wana CCM pengine inawezekana ni wale ambao pengine walikuwa wanamuunga Maboto au walikuwa wanamuunga Kambarage. Kikubwa anaweza kuwa anamuunga Maboto kwa sababu Maboto anaweza kuwa asiwe na mtu ambaye anamtetea. Kwa hiyo kwa sababu ya misuguano yao CCM ndani, humo ndani, inapelekea watu hawa wanaendelea kuteseka gerezani. Kwa hiyo tunaiambia ofisi ya DPP iwaachie hawa vijana waende kukaa na familia zao, waache kutumika haya mambo ya kisiasa. Waachane na hii kesi. Ofisi ya DPP iachane na hii kesi, ifute. Mwanzoni watu wote walio kwenye hii kesi walikuwa wanatuhumiwa na uhaini. Wameenda wameibadilisha hii kesi kwa maelezo yale yale. Hakuna wakati mwingine waliwahi kuwauliza, waenda kuwahoji. Maelezo yale yale waliowahoji kwenye kesi ya uhaini, hayo ndio waligeuza wakaja kuwashtaki kwa kesi ya armed robbery. Na waliamua kuweka mambo ya armed robbery kwa sababu wanajua haina dhamana. Lakini wangejua kwamba hii kesi ina dhamana, wasingewawekewe hiyo kesi. Kwa bado tunaendelea kusisitiza ofisi ya DPP iwaachie hawa vijana ambao kimsingi sisi tunaona ni siasa inatumika kuwaumiza. Hilo la kwanza. Lakini jambo la pili, huko nje tunaona namna ambavyo ushahidi pengine unatolewa, namna ambavyo wananchi wanavyokuja. Tunaona kama kuna maumivu makubwa sana kwa familia hizi ambazo zimeachwa na ndugu zao. Familia zinateseka, wananchi wanatoka sehemu mbalimbali wakuja kuona ndugu zao, lakini hata wakifika hapa, hata kusalimia tu ndugu zao hawa ni kama inakuwa vita. Hawezi hata kupungia tu mkono. Yaani inakuwa kama hawa watu tulionao hapa ni magaidi. Sasa tuombe pia hawa ndugu zetu ambao wanakuja kuwasimamia, hao polisi ambao wanakuja kuwasimamia hawa ndugu zao na hawa watu wanaotuhumiwa hapa, wakija kwa ajili pengine ya kutaka kuenda kusikiliza kesi, wa treat katika mazingira ambayo ni mazuri.
niendelee kusema na washukuru sana wananchi na wanachadema. Niombe tusikate tamaa. Haya ni mapambano ambayo yako katika kwenye maisha yetu, lazima tukutane nayo. Tusikate tamaa, tuendelee kuombea ndugu zetu ambao wako gerezani waendelee kuwa na afya njema. Na mimi niwaombe mawakili wetu, niwashukuru sana kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya leo, kubwa. Lakini niwaombe mawakili wetu, muone namna gani, kwa kuwa Wasira ametajwa kwenye ushahidi kwamba kuna nyumba yake imeungua, muone namna gani na yeye anakuja kukiri na kutoa ushahidi kwenye hii kesi. Kama kuna namna yoyote huyo Wasira anaweza kuja hapa, kwa sababu tumeona shahidi anasema nyumba iliyounguzwa ni Wasira. Kwa hiyo kumbe, kwa sababu kuna nyumba ya Wasira inasemwa, inatajwa na shahidi, kumbe kwa sababu hiyo nyumba ndio inaumiza hao vijana. Kwa kuwa Wasira ni mwenyekiti, ni makamu mwenyekiti wa CCM taifa, kumbe kwa kuwa nyumba yake inatajwa kwamba iliunguzwa, kumbe ndio maana ameweka ugumu wa hao vijana wafanye nini? Wasiachiwe, wasitoke. Maeneo mengine tuna taarifa, Tarime juzi wameachia 18 bila masharti, ambao hao 18 ni wana CCM. Walikuwa watu 26, wameachiwa 18, wamebaki 8 kwenye hiyo kesi. Kwa nini Bunda? Kumbe kuna vigogo, nyumba yao iliunguzwa. Sasa mimi waombe mawakili, muone sijui namna gani mnaweza kumtaka awe shahidi na yeye aje kukiri hapa kwamba nyumba yake iliunguzwa, na kweli wananchi waone kumbe huyu